Siku hizi kuna kasumba hii, unakuta vijana wengi sana wanaoa, wakioa ndoa hazidumu. Yaani unakuta hata miaka miwili hazitoboi, mwaka mmoja na nusu au sometimes miezi 6 ndoa zimevunjika. Unafikiri ni kwa nini? Nadhani kukubali kuishi na mtu ni kitu kigumu sana, au niseme kuishi na mtu ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo ndoa ni kitu ambacho kwa sisi wa Kristo tunasema ukifunga ndoa kuivunja ni kitu ambacho ni dhambi. Kuvunja ndoa pasipo kuwa na sababu za msingi ni dhambi. Kwa hiyo vijana wengi nadhani wanakuwa na mihemko, au tunakuwa tuna mihemko kwamba hatujajuana, tumejuana tu miezi miwili. Kwa hiyo nadhani ile gesi ya mapenzi ya mwanzoni inakufanya uone kwamba okay, huyu mtu naweza nikaishi naye milele. Hamjajuana sana. Kwa hiyo kutokujuana sana ni kitu ambacho kinasababisha ndoa nyingi sana ziweze kuvunjika, kwa sababu ukishaanza kukaa na mtu ndio unaanza kujua madhaifu yake. Unaona kabisa no, hapana, mimi siwezi, madhaifu yake huyu siwezi kuyavumilia. Kwa hiyo pia pressure pia ina mount sana kwenye kufanya mambo ya ndoa za siku hizi zisikae muda mrefu, kwa sababu wazazi wanakuharakisha, inatakiwa uolewe, unatakiwa uoe. Kwa hiyo unajikuta tu hebu ngoja nitafute mwenza haraka nikae naye ndani. Kumbe hujui umeka ndani kitu gani. Umeelewa? Kwa hiyo mambo kama hayo. Lakini vile vile wadada siku hizi inakuwa kama ni fashion ndoa, wanatamani sana yani wanajibishana kwamba mimi nimefunga harusi ya gharama hii. Umeelewa? Kwa hiyo pressure ni kitu pia ambacho kinafanya watu wafanye maamuzi ambayo si sahihi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine watu yani wakijuana, watu wangeweza kujuana kabla ya kuingia kwenye ndoa, nadhani ndoa nyingi zingekuwa zinanyoka. Kwa sababu kwa zamani wewe ulikuwa unaambiwa nenda kaoe kwenye familia fulani, kwa sababu watu walishakaa na kuona kwamba yule binti wa familia ile walishamchunguza tangu anakuwa. Umeelewa? Kwa hiyo ukienda kumuoa yule binti unakuwa tayari umeshajua madhaifu yake na changamoto zake, au watu walishajua ile familia inakuza vizuri. Umeelewa? Kwa hiyo mazingira kama hayo sasa hivi hamna, na ndo maana unaona kabisa kwamba watu tunafanya mambo kisasa. Hasa huu sasa unatutesa. Kwa hiyo mambo kama ya pressure hayo niliyoyasema, na mambo ya mihemko yanafanya ndoa nyingi sana zishindwe kukaa muda mrefu. Na ndoa ulifunga mwaka gani? Ndoa nimefunga mwaka 2022. 2022. Na kwenye mahusiano mlikuwa kabla ya kufunga ndoa mlikuwa kwenye mahusiano kwa kipindi gani? Mahusiano mimi na mwenza wangu yalianza mwaka 2013 kama sio mwaka 2012 kwa kumbukumbu zangu, yani tukiwa shuleni bado. Kwa hiyo nadhani ni kama miaka 9 ndo swala ndoa sasa. Hongera sana. Asante sana. Nikaa kipindi kirefu sana. Naam. Wewe ulikutana vipi na mke wako? Mke wangu nilikutana naye kwanza alikuwa rafiki yangu. Tulikuwa tuna chat tu hivi. Kwa hiyo kupitia kwenye kuchati nikaja kuona mbona na enjoy sana. Yani na enjoy sana, kwa sababu kipindi hicho nakumbuka nilikuwa nina kama uhusiano. Alafu ndo nikawa na huyo rafiki ambaye sasa hivi ni mke wangu. Kwa hiyo nikaja kuona kwamba huyu niliye naye kwenye mahusiano si mtu sahihi kwangu, na enjoy sana huku. Kwa hiyo nikaamua kufanya maamuzi ambayo sikuwahi kuyajutia, na niseme tu nampenda sana mke wangu. Popote alipo, kama atabahatika kuona hichi kitu, nampenda sana mke wangu. Majina yake ni Margaret. Nitakupa tu jina moja. Kwa hiyo nampenda sana Margaret, na sidhani kama nitapata sababu ya kutokumpenda. Bado sijaiona na siko tayari kuitafuta. Kwa hiyo mwanzoni alikuwa mchepuko, akaja kawa wife. Hajawahi kuwa mchepuko. Nilifanya mahusiano. Nilikuwa na mahusiano afu yeye akawa ni rafiki. Lakini nilipofanya maamuzi ya kuwa naye siku yani huyu nikamdamu bila sababu. Lakini naamini maamuzi nilikuwa nimeyafanya kwa upande wangu yalikuwa ni maamuzi ambayo
mpaka sasa hivi kiukweli najivunia kwamba nilifanya maamuzi yale. Kabla hujaoa umeshakuwa na mahusiano mangapi? Hili ni la pili. Hili ni la pili. Naam. Yaani ukitoa huyo mwanamke, hili ni la pili. Hili ni la pili. Kwa hiyo yani wewe ujana wako unaweza kusema yani umeutumia sijui, kwa sababu bado hujazeeka, still bado ni kijana. Kwa kwenye mahusiano na watu wawili tu ambao ndio yule wa kwanza then na huyu ambaye ni mke wako sasa hivi. Kabisa. Kwa kweli Margaret ana bahati sana. Mimi ndo na bahati sana kumpata. Kwa hiyo huna experience yoyote ile labda ya kuteswa au kuumizwa na mapenzi? Hapana, mimi watu wakiniambia mapenzi yananiumiza, yananitesa, na huwa nashangaa, lakini tu kwa sababu ya hapa na pale unashindwa kuongea na kuonyesha yani maisha yako yote, kuelezea maisha yako yote. Kwa hiyo ninashangazwa sana, lakini kiukweli sijawahi kuteswa na mapenzi. Muda wako sasa unaugawa vipi? Manake ni mtu ambaye uko busy, una ofisi hapa Kariakoo, una ofisi Makumbusho. Hapo pia una familia. Unapata muda kweli ya kuenjoy na baba? Sana. Na unajigawa vipi hapo? Okay. Kama ulivyouliza najigawa vipi. Kwa hiyo ni swala tu la ratiba na kuweka mambo yangu sawa. Lakini mimi ni mtu ambaye nahakikisha usiku wangu lazima nione familia yangu. Na lazima, kwa sababu mimi nakaa nyumbani. Kwa hiyo nakaa na mke wangu na mtoto wangu. Umeelewa? Kwa hiyo masuala mengine ya biashara nadhani ni mifumo tu. Mifumo nimeiweka, naamini kabisa inaenda. Kwa hiyo napata muda wa kushiriki chakula na familia yangu. Napata muda mzuri kabisa wa kukaa na kuongea na kijana wangu, japokuwa bado ni mdogo, wa kucheza naye. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nimeweka mifumo ambayo inaniguide kwenye maisha yangu ya kibiashara na kifamilia. Nataka kufahamu pia siku yako inaanzaje na inaishaje, yani ratiba yako ya siku nzima kuanzia asubuhi unapoamka mpaka usiku unapokuwa unaenda kulala? Ratiba yangu mara nyingi huwa inaanza saa 12 asubuhi. Saa 12 asubuhi lazima niamke niangalie siku inaanzaje. Kwa hiyo nitapanga mazingira ya kwamba hii siku nzima inatakiwa iwe vipi, halafu nitarudi kulala tena, kwa sababu mimi napataga muda wa kupumzika sana. Kwa hiyo nitalala mpaka around saa 3 then nitaamka, nitaangalia tena, je, mambo ambayo niliyapanga wakati nimeshtuka asubuhi, je, yako sawa? Halafu baada ya hapo then nitaamka sasa na kuanza kujiandaa vizuri. Kama nilikuwa na ratiba ya mazoezi, basi nitafanya mazoezi kidogo. Lakini kama nitaona kwamba ratiba ya mazoezi haipo, basi nitajiandaa taratibu, then saa 4 saa 5 naingia kwenye biashara, kwa sababu biashara zetu hizi mara nyingi ni zinaanza mchana, kwa sababu asubuhi ni ngumu sana kupata wateja. Kwa hiyo mchana biashara ndo zinaanza, japokuwa maduka huwa yanafunguliwa asubuhi sana, saa 2 maduka yote yako wazi. Kwa hiyo napata muda pia wa kuangalia ni biashara kwa asubuhi zinaenda vipi. Kwa hiyo nadhani nimeweka mfumo fulani ambao unanitengenezea mazingira ya kurelax na kufanya kazi kwa umakini mkubwa zaidi. Unaamka saa ngapi? Mimi naamka saa 12 au saa 11. Na muda ambao unaingia kulala? Mimi nachelewa sana kulala, nalala saa 7 au saa 8. Saa 7 au saa, kwa almost unakaa masaa 4 fulani hivi ndo ya kulala. Matano fulani, 4-5 hivi. 4-5. Inakupa shida kiasi gani kupata muda huo mchache wa kulala? Hapana, inipi shida, kwa sababu nadhani nimezoea. Mimi nimesoma shule fulani ambayo naweza nikasema ni kama seminary. Kwa hiyo nimekuzwa kwenye mazingira hayo. Na hata nyumbani kwetu pia ilikuwa ni dhambi sana. Mama yangu ni Mkuria. Ilikuwa ni dhambi sana kuamka saa 1. Yaani ni dhambi. Kwa hiyo ilinibidi niamke saa 12 au saa 11 kabla yeye hajafungua mlango
wa nyumba kubwa, kwa sababu mimi nilikuwa nalala kwa nje kidogo hivi. Kwa hiyo nimeshazoea hali hiyo ya kulala masaa hayo, lakini vile vile sikosi muda wa kupumzika. Naweza nikawa nimeingia kazini lakini nikapata hata kalisaa kupumzika. Kwa hiyo mwili ukipumzika ukawa fresh, mambo yanaenda. Kwa mtu ambaye amfahamu Fuba au Humphrey, anatakiwa ajue Fuba ni mtu aina gani? Fuba ni mtu ambaye ana mapenzi sana na watu. Mimi napenda sana kuona watu wanafurahi. Yani hiyo ndo, yani mimi kama ningekuwa nimeambiwa nichague kuona watu wanafurahi au pesa, ningechagua kuona watu wanafurahi. Ni kwamba tu vile na majukumu ambayo yanahitaji pesa, kwa hiyo najikuta napambana sana, lakini mimi ni mtu ambaye natamani sana kumuona mtu anafuraha na sio kuchukizwa. Na ndio maana hata nilivyokuwa shule kuna kipindi nilikuwa nacheka mpaka na watoto. Yani unakuta niko form 6 lakini nacheka hata na watoto wa form 1, form 2. Ni furaha yangu kuona mtu anafurahi, yani mtu abugudhiwi. Na hata kuona ile, kwa sababu nimesoma pia boys tupu, kuona kwamba mkubwa anamuonea mtoto, kiukweli mimi ni vita kwangu. Kwa hiyo mimi napenda kuona watu wanafurahi. Napenda kuona watu wanafurahi, kwa hiyo huyo ndo Fuba nadhani. Hayo mambo mengine madogo madogo ni ya kukaa sana karibu na mimi na kunifahamu. Lakini Fuba ni mtu huyo. Ukiwa una shughuli zozote zile za kikazi au biashara, huwa unafanyaga kitu gani? Kiukweli mimi nafuatilia sana, niko updated, naweza nikasema. Niko updated, kwa hiyo mitandao imeni-affect, naweza nikasema. Kwa hiyo Instagram na Instagram sana inachukua sana muda wangu. Lakini vile vile mimi ni mtu wa kuangalia opportunities mtandaoni, na kuangalia kwamba naweza nikapata wapi fedha. Lakini vile vile kazi yangu inanihitaji sana kushika simu na kupost, yani kutangaza kazi. Kwa hiyo pia nikiwa yani ni nadra sana kunikuta mimi niko idle. Yani idleness yangu ni kwamba labda sijanyanyuka, nimekaa na posti au naangalia kitu au naangalia opportunity mtandaoni. Kwa hiyo au najifunza. Pia mimi ni mtu wa kupenda sana kuangalia video za kujifunza au movie nyingi ambazo zinanijenga. Kwa hiyo ndo vitu huwa navifanya nikiwa niko idle. Ni kitu gani ambacho mtu hawezi kujua kuhusu wewe anapokuona kwa mara ya kwanza? Nashindwa kuelewa, kwa sababu mimi pia ni mtu ambaye napenda sana kujiexpress. Nadhani labda ni hulka ya watu wa Mbeya, yani tunapenda sana kupiga story. Kwa hiyo yawezekana kama mtu ni mwepesi wa kumsoma mtu, nadhani mimi ni mtu mwepesi sana wa kunisoma pale ambako umepata nafasi ya kuanza kupiga story na mimi. Kwa hiyo labda kwa impression sina uhakika sana, maana wewe ndo unaweza ukasema kwamba huyu ni mtu aina gani, lakini mimi kujua kabisa ni mtu aina gani inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo naamini ukikaa karibu na mimi ukapiga story, kuna namna utaniona kwamba mimi ni mtu aina gani. Nataka nikurudishe nyuma kidogo. Unajua kuna siku moja wakati nilipo kwenye mitandao, nilikuwa nawasikia baadhi ya watu maarufu mitandaoni huko wanakashfu sana masuala ya elimu. Unaona kwamba wanasema bwana, ukiwa na degree sahau kuhusu kuishi maisha haya, au sahau kuhusu kumiliki gari hili. Wewe unazungumziaje mchango wa elimu kwenye biashara au kwenye shughuli zako ambazo unafanya? Kwa upande wangu naamini kwamba elimu ina mchango mkubwa sana. Elimu ina mchango mkubwa sana, na nashindwa kuongelea elimu za nchi nyingine, lakini nitaongelea based na elimu ambayo nimeipata mimi. Elimu ya mfumo wetu watu wengi huwa wanaukandamiza. Inawezekana wao labda wako exposed sana na elimu za sehemu nyingine, lakini kwa upande wangu mimi naona kwamba mfumo wa elimu yetu, wanasema curriculum. Maneno yashaanza kunitoka sasa hivi ya elimu, ya kielimu zaidi. Inabidi nirudi tena kwenye kupitia vitabu. Lakini mfumo wa elimu yetu unatupa general knowledge. Kwa hiyo maana yake ni kwamba biology utaijua kidogo,
hesabu utaijua kidogo, economics utaijua kidogo. Kwa hiyo unavyozidi kukua utachagua mwenyewe kitu gani ambacho unataka nini kufocus. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi, ukija kwenye swala biashara kwa mfano inahitaji mtu ambaye yuko very disciplined na hela. Discipline ya hela unaongelea uchumi. Kwa hiyo kugusa uchumi umenisaidia. Japokuwa mimi nimesoma hesabu, maana yake kama ningekuwa najua tu hesabu, maana yake uchumi ungenipa tabu sana, si ndio? Lakini kwa kuwa nimegusa, kwa hiyo na idea ya uchumi. Lakini vile vile mahesabu, biashara inahitaji mahesabu makali. Hesabu nazifahamu kupitia mfumo wetu wa elimu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine naamini kabisa inawezekana labda ya mfumo wetu wa elimu una mapungufu yake, lakini pia una mazuri yake. Kwa hiyo tusiongelee tu mabaya yake, lakini pia tuongelee mazuri yake. Lakini vile vile watu wanasahau kitu kimoja, kwamba wanasema wengi wenye hela ni ambao wamemaliza labda kusoma. Inawezekana ikawa ni kweli kabisa, na ni watu wengi, mifano ipo kwamba wengi wana hela, lakini wengi ambao wana hela ukiangalia, mtu ukishafika level fulani ya hela inabidi uweke mifumo inahitaji watu ambao, yani ili kuendesha hiyo mifumo ikakaa, unahitaji watu ambao wamesoma, na watu waliosoma ndo hawa ambao wewe ambaye hujasoma unawaponda. Kwa hiyo watifu sasa, wewe labda ungekuwa sasa unahitaji accountant, afu wewe ndo ungekuwa huyo accountant, uone kama ingekuwa ni added advantage. Kwa hiyo kwa upande mwingine naamini kabisa kwamba elimu ina mchango mkubwa sana. Japokuwa vijana wengi tunatamani kuona kwamba okay, nimesoma statistics, kwa hiyo hii statistics hii inatakiwa inipe utajiri. Lakini muda mwingine unajikuta kwamba sasa maisha yako hivyo, maisha hayakupi kitu unachotaka. Muda mwingine maisha yanakupa kitu unachopambania. Kwa hiyo naamini kwamba elimu kwa namna nyingine ina mchango mkubwa sana kwenye upatikanaji wa fedha. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi elimu inanisaidia. Si kwamba nimeshakuwa tajiri, lakini kwa hatua nilofika kiukweli elimu imeninyanyua kutoka hatua moja kufika hatua nyingine. Hata maamuzi yangu pia yamekuwa ni maamuzi ambayo yanakuwa based na elimu, kwamba niwekeze wapi, nifanye nini. Kwa hiyo mambo mengine madogo tu naamini pia kwa upande mwingine, kwa nini watu wanasema labda niliongelee pia, kwa nini watu wanaongelea kwamba watu wengi wenye elimu wanafeli maisha, ni kwa sababu ukijua vitu vingi sana vinakuguide wewe kwenye kufanya maamuzi ambayo muda mwingine labda usingekuwa unajua ungeyafanya, afu yangekuwa ni sahihi. Kwa hiyo hapo sasa ndo unakuja kwenye swala la mtu mwenyewe sasa kwenye ufanyaji wa maamuzi, kwamba kuna muda mwingine biashara inataka ufanye maamuzi ya kijinga, sio maamuzi ya kisomi. Kufanya maamuzi ya kisomi unafeli. Kwa hiyo ni kujua tu ni muda gani sahihi wa kufanya maamuzi ya kijinga na muda gani wa kufanya maamuzi ya kisomi. Kwa hiyo naamini elimu ina mchango kwa upande wangu. Nje na kufanya biashara ya accessories, unajishughulisha na biashara gani nyingine? Okay, mimi nafanya biashara ya samaki, ufugaji wa samaki. Nimewekeza kwenye ufugaji wa samaki. Kwa hiyo mimi ni mfugaji pia, kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda. Lakini vile vile ndo naanza kwenye biashara real estate, ni biashara ambayo inaanza, lakini vile vile hata ufugaji pia ndo inaanza. Kwa hiyo ni kati ya biashara ambazo nimejigusia ukiachana na biashara hii. Natamani siku moja utukaribishe shambani kwako, sehemu ambako unafugia samaki, nipate kuwaonyesha watazamaji na vijana wengine na pia waweze tujifunze kwa pamoja namna hiyo au uwekezaji kwenye ufugaji upande wa samaki jinsi unavyofanyika. Naamini itakuwa ni momenti bora sana kabisa, itatuinspire vijana wengi sana kabisa. Ni tukio gani la aibu ambalo ulishawahi kulifanya na pengine unalijutia? Tukio la aibu ambalo nimeshawahi kulifanya na kujutia
naweza nikasema kwamba hapana, sidhani kama nilijutia, lakini nimeshawahi kuwa kuli. Kuna kipindi hapa nilipitia baada ya kumaliza chuo, yani nilikuwa na maisha magumu sana. Yani kuna msemo wanasema mtu kufika rock bottom. Kwa hiyo mimi nilifika hiyo hatua ya kwamba nilipoteza, yani mlo wangu kwa siku 5,000 kwangu ilikuwa ni hela nyingi sana. Kwa sababu 5,000 ilikuwa naweza kutumia hata siku 2 mpaka 3. Imagine hapo nina degree yangu nimeishika mkononi. Kwa hiyo hakuna siku nilikosa hela kabisa na kipindi hicho pia nadhani nilikuwa nashinda vijiweni. Kwa sababu nilikuwa sina kazi ya kufanya, kwa hiyo nilikuwa nashinda. Mimi napenda pia sana mchezo wa draft. Kwa hiyo draft unakuta vijiweni. Kwa hiyo nilikuwa nashinda sana vijiweni. Kwa hiyo kwa kukosa fedha nikajikuta kipindi fulani nimeenda kumsaidia mtu mmoja, alikuwa mdada fulani alikuwa na hama. Kwa hiyo sasa nilikuwa sina hela na imenibidi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli kwa upande wangu kilikuwa ni cha aibu sana, kwa sababu nina degree yangu na nimesoma shule nzuri. Wazazi inshallah wazazi walikuwa mashallah, samani nimeweka neno ambalo sio mashallah, wazazi walikuwa wamejitahidi wakanisomesha shule nzuri. Lakini kweli nafikia hatua ya kumhamisha mtu, na dada alikuwa anataka kutupa 4,400, tukawa tunapambana atupe walau 5,000. Kwa hiyo ni kitu kilikuwa ni cha aibu sana na tangu kipindi hicho nimekuwa ni mtu ambaye kile kitu kiliniumiza sana, lakini nilifanya kwa sababu mimi sio mtu wa kuomba. Mimi ni mtu wa kutumia nguvu zangu. Kama wanavyosema mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Kwa hiyo nikaona kama nguvu zangu zinaweza zikanipa 5,000, kwa nini nipige simu kuanza kusumbua watu wakati naweza nikapata hii 5,000 japokuwa ni kwa aibu. Kwa hiyo lakini baada ya hapo nadhani that was the first and last time mimi kufanya kitu kile. Baada ya hapo mindset yangu ikabadilika, nikapambana kivingine na Mungu amenisaidia kufika hapa. Ni ushauri gani ungependa kuwapa vijana wanaotaka kufanikiwa kiuchumi? Wasikate tamaa. Vijana, mtu yote ambaye anataka kufanikiwa kiuchumi asikate tamaa, kwa sababu changamoto zipo. Ukiajiriwa kuna changamoto, bosi wako atakutaka uwai asubuhi ufanye hiki ufanye kile, ukute bosi wako sio muelewa. Changamoto zipo, lakini mwisho wa siku ukipambana unaweza ukajikuta umepanda cheo na wewe ukaja ukawa bosi. Kwenye biashara pia kuna changamoto. Kwa hiyo kukata tamaa ndo kama nilivyosema phase alizoongelea marehemu Ruge Mutahaba. Alisema kuna phase 5 kama nilivyokuambia. Ile phase ya 3 ya kwamba changamoto zitakuja, ni lazima zije. Kwa hiyo ni wewe kuamua utabaki chini au kuzichukulia changamoto kama chachu ya wewe kunyanyuka. Kwa hiyo kutokata tamaa ni msingi wa mafanikio. Kwa hiyo mimi pia hapa sio kwamba nimefanikiwa, lakini kama nilivyosema ni hatua fulani nimetoka kutoka nilipotoka na kufika hapa, na kuna sehemu natamani kufika. Kwa hiyo kwa pamoja vijana hatutakiwi kukata tamaa, tunatakiwa kupambana na Mungu wetu kama anavyosema mwana FA, Mungu wetu halali wala endi likizo. Kwa hiyo tupambane na tumshirikishe Mungu kwenye mambo yetu, mambo yanaenda. Kuna kitu chochote ambacho unatamani ungejua mapema katika safari yako ya biashara? Kiukweli kitu ambacho ningetamani ukijua mapema ni kwamba mtu yote ambaye anatamani kufanya kitu chochote, iwe kwenye biashara au kwenye ajira, hatakiwi kushika mambo mawili kwa wakati mmoja. Labda hilo jambo ambalo amelishika la kwanza, au labda kuwa kuna jambo ambalo limeshasimama, yani ameshaliwekea mizizi mikali ambayo kuanguka kwake ni ngumu, ndo ana uwezo wa kushika jambo jingine. Lakini safari yangu ya biashara tangu huko chini, biashara ambazo nimezitaja hapo ambazo zimeanza zimeanguka, kama ningekuwa na consistency ya kushikilia jambo moja,
basi naamini ningekuwa labda sasa hivi niko sehemu nyingine, lakini siwezi kujutia kwa sababu wanasema changamoto zinakuja kukujenga. Kwa hiyo labda nisingekuwa nimejua hicho kitu kabla, labda sasa hivi ndo ningeanza kupokea hizo changamoto mpya. Kwa hiyo kitu ambacho nimejifunza kabisa ni kwamba uwezo ukachanganya vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kama umeamua kuajiriwa, basi piga msuli kwenye ajira. Kama umeamua kupiga biashara, chagua biashara moja, piga msuli. Kwa hiyo ukichanganya vitu viwili, lazima tu kimoja kitakushinda, kwa sababu vitu vyote vinahitaji muda na akili nyingi sana. Kama nilivyosema, changamoto kwenye kila kitu kipo. Kwa hiyo kama utakuwa unapokea changamoto za ajira, umeshika vitu viwili, unapokea changamoto hizi na hizi, lazima tu akili yako itachoka. Mwisho wa siku utaona mbona nimelogwa, kumbe ni wewe umeshika vitu viwili. Kwa hiyo ukishika kimoja, inaweza kukusaidia wewe mambo yako yaweze kusogea. Bwana brother, umetema madini ya dimu sana. Naam. Yeah. Na nataka kuuliza swali la mwisho. Wewe ni mpenzi wa muziki wa aina gani na msanii gani ambaye anakuvutia? Mimi ni mpenzi wa muziki yote nasikiliza. Sina upenzi, lakini labda niseme mimi ni mpenzi wa Bongo Flava sana sana. Lakini mwanamuziki ambaye ananivutia sana sana, Mwana FM ananivutia sana. Japokuwa sasa hivi ameingia kwenye siasa, lakini story yake ya maisha imekuwa incredible sana, na imekuwa ni mojawapo ya story ambayo vijana wengi kama wataifahamu, ni kati ya watu ambao wanaweza kukufanya wewe usikate tamaa na kuona kwamba mambo yanawezekana. Naam. Na katika nyimbo zake ambazo ameimba, unapenda nyimbo gani? Napenda ile nyimbo ya ile anasema hiyo ambayo nimetolea mfano wa kijana wa mtaani, hana mipaka. Mungu wetu haendi likizo, wala Mungu wetu halali wala haendi likizo. Jina lake limenitoka kidogo ile nyimbo, lakini mimi ni mtu ambaye nasikiliza sana nyimbo za Mwana FA na za hip hop sana sana. Lakini vile vile nyimbo za hip hop kwa mtu ambaye anapambana zinakuwa huwa zinaleta faraja, kwa sababu hip hop inaelezea maisha halisi ya mtaani na ni kwa jinsi gani mtu natakiwa, labda kama hivyo Mwana FA ukimsikiliza sana anakupa motisha kwamba bwana sikia, Mungu haendi likizo, kwa hiyo pambana, sali, Mungu yupo, utafanikiwa. Umenielewa? Anakwambia pia kijana wa mtaani huna mipaka. Kwa hiyo yani ni wewe tu mwenyewe kuona kwamba bwana mimi nikiamini nitafanya kitu fulani, mipaka hamna. Nini kinachokuzuia? Pambana, utafanikiwa. Muhusishe Mungu, utafanikiwa. Kwa hiyo kwa upande wangu mwanamuziki ambaye kiukweli na msikiliza sana ni Mwana FA. Kwa mfano leo hii ungekuwa mwanasiasa, nimegusa engo hiyo kwa sababu nataka kujua mwanasiasa gani ambaye anafanyaje anakuvutia. Maybe ungeongoza katika misingi gani, au ungekuwa kama mwanasiasa gani? Nadhani umeniuliza maswali mawili yenye jibu moja. Bado nitataja Mwana FA. Mwana FA kiukweli niendelee kusema kwamba namna yani naweza nikasema ni amekuwa ni mentor indirectly, japokuwa sijawahi kufahamiana naye au kujuana naye, lakini storyline ya maisha yake yote yanakufanya hata wewe uone kwamba kama mtu huyu aliweza, kwa nini mimi nishindwe? Bwana mtazamaji na mfuatiliaji wa Divine Forex, natumaini katika maongezi haya mafupi ambayo tumezungumza na Bwana Fuba au Mr. Humphrey, natumaini umejifunza mengi sana, kwa sababu amezungumza madini mengi, experience yake ya maisha, changamoto za hapa na pale, mahusiano na vitu kama hivyo. Na pia naomba nitoe nafasi hii tena, turudi tena kwa Bwana Fuba ajaribu kutuelezea duka lake linapatikana wapi na anauza vitu gani, kwa sababu amesema tu ni accessories, lakini hatujui ni accessories za aina gani. Karibu Bwana Fuba. Duka langu moja liko Kariakoo, jingine liko Makumbusho. Makumbusho ukifika bus stand pale utapiga simu
kwa namba ambazo zitapatikana hapo chini. Lakini vile vile kwa Kariakoo ukifika jengo la Uhuru Plaza karibu kabisa na mataa ya Uhuru, utapiga simu kwa namba hizo, basi utaelekezwa na kufikishwa dukani. Dukani kwetu kama nilivyosema awali, tunajihusisha na masuala ya uuzaji wa accessory na simu. Kwa hiyo kama unahitaji simu yoyote, basi fika dukani kwetu utaipata. Simu zetu ni original na imara zenye warranty ya kuanzia mwaka 1 mpaka miaka 3. Kwa hiyo karibuni sana. Umesahau kuambiwa kama watapokelewa na mdada mzuri. Naam, watapokelewa na mdada mrembo sana kwa Kariakoo, lakini vile vile tuna mdada mrembo sana Makumbusho. Kwa hiyo karibuni sana ndugu zangu, mpate huduma iliyo bora kabisa, maana sisi tuko hapa kuwapa huduma na kuhakikisha kwamba mnapata simu nzuri, mnapata yani hitaji lenu la kutumia teknolojia ya kisasa na iliyo imara kwa kiasi cha fedha ambacho mtakitoa. Naamini kabisa hamtojutia kuja kufanya kazi na sisi. Kwa hiyo ni kazi yetu kuhakikisha sasa kiasi cha fedha ulichotoa kinaendana na huduma na commodity tutakayoipata. Kwa hiyo karibuni sana dukani kwetu. Kwa wakazi ambao wanatokea Tegeta, wanaotokea Mbezi Beach, Makumbusho panawafaa. Kwa wakazi wa Mbagala, Kigamboni, Kariakoo panawafaa. Kwa hiyo hamna haja sana ya mteja wa Kigamboni kufika Makumbusho au mteja wa Tegeta kufika Kariakoo. Kwa hiyo tumefanya hivi kuseparate kwa sababu ya kupata urahisi wa kuwafikia wateja wetu wa sehemu tofauti. Bwana mtazamaji, nadhani mmemsikia Mr. Fuba au Bwana Fuba alivyoelezea location ya maduka yake. Actually kama nilivyosema kwamba mimi watu ambao nitakutana nao na nitazungumza nao au kupiga nao story ni watu walionyooka. Karibuni dukani kwa kijana mwenzetu Fuba, mje mumuungishe, ni amenyooka, hana vitu feki, vitu vyake vyote ni original. Njoni mumuungishe kijana mwenzetu ili tuweze kufanikiwa sote kwa pamoja. Hakuna wa kutushika mkono sisi vijana kama tusipopendana na kushikana mikono sisi kwa sisi. Ukija hapa Kariakoo utamkuta Fuba. Pia kama utakuwa unahitaji ushauri wa kibiashara, Fuba yuko open muda wote. Of course ni mtu ambaye sio mchoyo, anapenda kushare na mtu kila anachokijua kuhusiana na biashara. Experience yote ya biashara hata kuficha hata kidogo. Karibuni mje muungishe kijana mwenzetu, na namba zake za simu zinapatikana hapo kwenye description. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii.